Siku ya leo nataka nikuelezee mgawanyiko ndani ya jeshi la Iran na nguvu yao ilipo. Hii ni Rachel Robin Online TV na mimi ni Rachel Robin. Subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video kama hizi. Sasa basi, kuna wengi ambao hawafahamu jinsi mgawanyiko wa jeshi la Irani ulivyo, na nikasema hebu ngoja nichambue kwa undani ili watu waelewe. Irani kabla ya mwaka 79 ilikuwa inatawaliwa na kiongozi ambaye alikuwa anaitwa Shah Mohammad Reza Pahlavi. Aliingia kipindi cha vita kuu ya pili ya dunia akiwa kijana mdogo tu. Babake alitolewa, Waingereza pamoja na Warusi walimuingiza yeye. Kwa hiyo alikaa pale madarakani kwa muda mrefu sana. Na huyu alikuwa ni kiongozi ambaye sasa kwa kuwa alikuwa mikononi mwa Waingereza, kwa alikuwa anaendana na maslahi ya nchi za magharibi. Kwa hiyo Irani katika sekta ya jeshi ikawa ni jeshi ambalo linaendana na maslahi ya nchi za magharibi. Irani kipindi hicho ilikuwa inaendana na Israeli, Irani inaendana na Marekani hivyo. Na katika vitengo vya kijasusi hivyo hivyo, kila kitu kwa wanashirikiana, wanaendana. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Ndani ya Irani kuna mgawanyiko wa watu. Hawa Irani ni Waislamu, dhehebu la Shia. Wapo walioshika dini, walikuwa wanataka nchi yao iendeshwe kidini. Lakini pia wapo waliokuwa wanapenda lifestyle ya nchi za magharibi, kwa sababu kwa kipindi hicho walikuwa karibu sana nchi za magharibi. Wakawa wanapenda nchi yao iendelee kuendeshwa kwa lifestyle ya nchi za magharibi. Kwa kipindi hicho kiongozi wao Shah Mohammad Reza alikuwa na magharibi. Kwa hiyo kulikuwa ni free, watu wanatembea vichwa wazi, nini, yani ilikuwa kila kitu msereleko. Lakini kuna wengine wanasema tunataka tuishi kidini, tunataka tufatishe masharti ya dini yetu wanavyotaka hivi na hivi. Kwa kuna makundi mawili ya watu. Kwa wale waliokuwa wanapenda dini zaidi wakawa hawataki serikali ya Shah Reza. Alafu hawa ambao walikuwa wanapenda magharibi wao wakawa wanapenda iendelee. Maandamano yakaanza na nini, hatimaye serikali ya Shah Mohammad Reza ikadondoshwa mwaka 1979. Akaingia Ayatollah Khomeini na timu yake kuanza kuiongoza Irani rasmi. Sasa wakina Ayatollah walipoingia madarakani, kwa hiyo wameichukua nchi. Unapochukua nchi unakuta nchi ina jeshi na shirika la kijasusi, ina mapolisi na kila kitu, unakuta nchi na vitengo vyake. Cha kwanza walichogundua ni kwamba hatutakiwi kuliamini hili jeshi la nchi, kwa sababu kuanzia viongozi wa ngazi za juu mpaka wanajeshi wengine tu hali wa kawaida, maana yake ni kwamba wengi walikuwa ni watiifu kwa kiongozi aliyepita Shah Mohammad Reza waliompindua. Kwa hiyo wakaona kabisa kuna umuhimu wa kutengeneza jeshi lingine mbadala kwa pembeni, ambalo hilo ndio tutaliamini. Na jeshi hilo ni lipi? Ni kikundi cha kijeshi ambacho kilikuwa sambamba na wao katika kupambana na jeshi la serikali kumtoa kiongozi huyo Mohammad Reza. Kwa kile kikundi wakakisimika sasa rasmi, kikawa sasa ni kikundi cha kijeshi ambacho kinakuwa ni moja ya tawi la serikali ambacho kinaitwa Islamic Revolutionary Guards. Nafikiri wengi mnajua, na moja wa kiongozi wa kundi hili la kijeshi alikuwa anaitwa Qasem Soleimani, aliuliwa na Wamarekani. Kwa hiyo sasa ikawa ni rahisi kwa maadui zao kuweza kulaghai wanajeshi wa serikali, kwa sababu wengi walikuwa hawaitaki hii serikali iliyoingia, ni watiifu wa serikali iliyoondoka. Kwa hiyo hichi kikosi chao kipya sasa cha kijeshi Islamic Revolutionary Guards, sasa hiki kikawa ni ngumu kulaghaika. Unaona, kwa sababu hiki ndio kilichoendesha mapinduzi ya kuondoa serikali iliyopita. Kwa hiyo kwa sasa hivi ndani ya Iran kuna jeshi la serikali ambalo si kwamba wanaliamini sana, alafu kuna Islamic Revolutionary Guards, ili ndio linaaminika zaidi na uongozi. Kwa hiyo sasa kwa kuwa hili ndio linaaminika zaidi na uongozi, kwa sababu wanamjua kila mtu kiundani zaidi, sasa wale waliokuwa kuanzia mwanzo ambao sasa hivi wameshakuwa watu wazima. Kwa hiyo unakuta vitu vingi muhimu kinapewa hichi kikosi, na hivi ndivyo tuhuma zilivyo. Wanalalamika lile jeshi kubwa sasa la serikali, huwa wengine wanalalamika kwamba vitu vingi vya muhimu, silaha za kibabe nini, wanapewa hichi kikosi cha Islamic Revolutionary Guards na si jeshi la serikali, kwa sababu wanaamini zaidi hichi kikosi kutokana na walichoingia nacho. Huku kwingine hawaamini sana, wanahisi hawa ni rahisi kutumika na nchi za magharibi. Kwa hiyo sasa ndani ya kikosi cha Islamic Revolutionary Guards kuna vikosi vingine ndani yake.
Na hii Islamic Revolutionary Guards ndio kikosi ambacho kinasimamia sasa, kikao sasa kina jukumu la kusimamia uanzishwaji wa vikundi mbalimbali ndani ya Mashariki ya Kati ambao vinakuwa chini ya mwamvuli wa Iran kupitia hichi kikosi cha kijeshi cha Islamic Revolutionary Guards. Kwa hiyo ikaanzishwa Hezbollah mwaka 82, Hamas wakaanza kupewa nguvu mwaka 87, ikaanzishwa Hamas wakaanza kupewa nguvu, wakaanzisha vikundi ndani ya Iraq, wakaanzisha vikundi ndani ya Syria, lakini pia Wahouthi walivyojitokeza na wenyewe wakaanza kuwapa nguvu. Hivyo vikundi vyote nilivyovitaja vinasimamiwa na Islamic Revolutionary Guards, ili jeshi la pembeni la Iran na si jeshi la serikali la Iran, kwa sababu Iran wanaamini zaidi ili jeshi lao la pembeni. Mmenielewa? Ndani ya ili jeshi la pembeni la Iran, kama nilivyosema, kuna vikosi vingine ndani yake. Moja ya vikosi hivyo ni kikosi kinachoitwa Basij. Kikosi hiki cha Basij ni kikosi kinachoshirikisha karibu kila Muirani, hasa mwanaume. Na maanisha kwamba ukifika pale Iran unaweza kumkuta mtu ni mwalimu mwanaume au kijana, ni mwalimu wa shule ya msingi, mwalimu wa sekondari, sijui ni daktari, sijui anafanya kazi fulani, lakini wote unakuta ni wanajeshi ambao wako katika kikosi cha Basij. Iran wanaamini kwamba, hii serikali kina Ayatollah, wanaamini kwamba idadi ya silaha mlizonazo zinatakiwa ziendane na idadi ya wanajeshi mlionao. Kwa hiyo wanaamini kwamba kila mwanaume wa Iran anatakiwa awe na mafunzo ya jeshi, yani vita ikitokea, kila mwanaume wa Iran anatakiwa awe anaweza kushika silaha na kupambana. Hivi ndivyo wanavyoamini. Kwa hiyo hichi kikosi cha Basij kilichoko ndani ya kikosi cha Islamic Revolutionary Guards, kile uwaga ni kinadili na wananchi hao wa kawaida ambao wako katika sekta za kawaida hizi, ndio kinadili nao, kwamba ni wale wote unakuta wako kwenye kikosi cha Basij. Kwa sasa hivi ukienda kuishambulia Iran, utashangaa si tu ile idadi ya wanajeshi unaoambiwaga kwamba Iran sio na wanajeshi kadhaa, ukajua ndio unaenda kupambana nao wao. Utapambana na wanaume karibu wote wa Iran, kwa sababu karibu wanaume wao wote wako katika kikosi cha Basij. Wameweza kujitengeneza kwa namna yote hii huku wakiwa wanaishi na vikwazo vya kiuchumi toka mwaka 79. Lakini wameweza kutengeneza jeshi namba 17 duniani, lakini pia wameweza kutengeneza vikundi kila mahali kwa ajili ya kupambana na maadui zao, lakini pia wameweza kuhakikisha kwamba wana silaha nzuri. Irani ni nchi ambayo inaongoza kuwa na silaha za ballistic missiles nyingi kuliko nchi zote pale Mashariki ya Kati. Kitu ambacho mpaka sasa hivi Wamarekani wanaambiwa inabidi mpunguze, inabidi muache kutengeneza, ni moja ya vitu ambavyo wanawashawishi waweze kupunguza au kuacha kutengeneza, kwa sababu wanazo nyingi kuliko nchi yote ile Mashariki ya Kati, na hii ni nchi inayoishi na vikwazo vya kiuchumi. Kwa maana hiyo, hii ni moja ya sababu inayofanya iwe ni ngumu kuingia vitani na Iran. Marekani iwe ni ngumu kuivamia Iran, kwa sababu unapoivamia Iran sasa hivi, Iran ina vikundi kila sehemu kama nilivyowaambieni. Moja ya kikundi chao kikubwa ambacho wanakitegemea kwa sasa, wengi wanafikiri ni Hezbollah. Hapana. Hezbollah kwanza iko Lebanon. Lebanon haina chochote kile cha maana. Kikundi ambacho Iran wanakitegemea ni kikundi cha Wahouthi kule Yemen. Kikundi cha Wahouthi kina control mji mkuu wa Yemen unaitwa Sanaa. Ukiwa pale Sanaa, unakuwa na uwezo wa kucontrol kivuko kidogo cha maji cha kuingiza Bahari Nyekundu kinachoitwa Bab al-Mandeb. Maana yake ni kwamba ukiwa pale Sanaa una uwezo kucontrol meli za kibiashara zinazoenda kusupply biashara Israel na nchi za Ulaya na mpaka Marekani huko na nini zinazotoka bara la Asia, Afrika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni sehemu muhimu sana kibiashara duniani. Na ndio hichi kikosi cha Wairani hao wanaowasaidia Wahouthi wanakikontrol. Kwa hiyo ni kikosi cha Wahouthi ni kikosi muhimu sana. Ukiingia vitani na Iran, wanawaambia wale wazibe kile kivuko. Wao wenyewe Iran wana control kivuko muhimu sana katika Ghuba ya Uajemi kinaitwa Strait of Hormuz. Wakikiziba kile kivuko, hatupati mafuta kutoka Saudi Arabia ambayo ndio mzalishaji wa mafuta namba 1 duniani, na hatupati gesi kutoka Qatar ambaye ni mmoja wa watu wenye gesi nyingi duniani. Mmenielewa? Lakini pia wale Wahouthi ambao wanasaidiwa na Iran wakilipua kambi ya jeshi ya Marekani kule Djibouti, ndio kambi kubwa ya jeshi ya Marekani ya Afrika. Waafrika hawapati vitu vingi sana ambavyo wanapata na ni kambi muhimu sana kwa Wamarekani. Kwa hiyo hii kitu inawafanya Wamarekani wasite sana kuanzisha vita na Iran, kwa sababu dunia itaingia katika uhaba wa nishati na biashara itakuwa ngumu.